Katika anga baridi na zito la kaskazini mwa Ulaya ambapo bahari ya Barents na Norwegian hukutana chini ya mawingu mazito ya Arctic, tukio jipya la kijeshi limezua tahadhari na taharuki kali miongoni mwa mataifa ya NATO na Urusi. Ni tukio linaloonyesha wazi kwamba enzi ya mashindano ya nguvu za anga na nyuklia bado halijapoa na badala yake limeingia kwenye hatua ya kisasa zaidi ya teknolojia, majaribio na maonyesho ya nguvu. Katikati ya tukio hilo, mabomu ya kimkakati ya Urusi aina ya Tupolev Tu-95 MSM yaliripotiwa kufanya safari ya zaidi ya saa 7 juu ya anga ya maji ya kimataifa, yakilindwa na ndege za kivita za Urusi na kufuatiliwa kwa karibu na NATO. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ndege hizo zilifanya doria ya kawaida ya kimkakati, lakini muda na mazingira ya safari hiyo yameibua tafsiri pana zaidi, hasa kutokana na mvutano unaoendelea kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Tupolev Tu-95 MSM si ndege ya kawaida, ni alama ya Urusi wa vita baridi, lakini bado inaendelea kuboreshwa ili kubaki kwenye mstari wa mbele wa uwezo wa kijeshi nchini Urusi. Ndege hizi zilianza kuzalishwa katika miaka 1980, lakini zimepata maboresho makubwa hadi kufikia kiwango cha MSM. Zimewekwa injini mpya za Tupolev NK12 MPM zinazotajwa kuwa kati ya injini zenye nguvu zaidi duniani kwa aina yake, pamoja na maboresho ya propeller, mifumo ya urambazaji na uwezo wa kubeba silaha. Mabadiliko haya yameifanya Tu-95 iweze kubeba makombora ya kisasa ya masafa marefu kama Kh-100 and 1/102 ambayo yana uwezo wa kupiga malengo kwa umbali mkubwa sana, yakiwa na usahihi wa juu zaidi kuliko vizazi vya awali. Safari ya zaidi ya saa 7 juu ya bahari haikuwa tu mazoezi ya kawaida ya kijeshi, ilikuwa ni uwezo wa kimkakati, onyesho la uwezo wa Urusi kupeleka nguvu zake za nyuklia karibu na anga ya NATO bila kuvuka mipaka ya kimkakati. Katika hatua hiyo, NATO haikubaki kimya. Ndege za kivita ziliamshwa haraka kutoka vituo vya anga vya Norway, zikiongozwa na Lockheed Martin F-35 Lightning II za Norway. Ndege hizi za kisasa zenye uwezo wa siri zilianza kuandamana na kufuatilia kila hatua ya mabomu ya Urusi, kuhakikisha kuwa hakuna uvunjifu wa anga ya nchi zao. Hali hii ilielezwa kuwa anga ya kaskazini kuwa uwanja wa kimya wa vita vya kijasusi vya anga bila risasi, lakini kwa macho ya rada, satellite na mifumo ya teknolojia ya kivita. Tupolev Tu-95 MSM ni sehemu muhimu ya nyuklia za Urusi, mfumo unaojumuisha makombora ya ardhini, manuari za nyuklia na mabomu ya anga. Ingawa ni ndege ya zamani kwa muonekano, bado ina nafasi ya kipekee kwa sababu ya uwezo wake wa kubeba silaha za masafa marefu na kufanya doria za muda mrefu bila kutua mara kwa mara. Urusi imekuwa ikitegemea sana katika njia ya kuonyesha uwezo wake wa kimkakati, hasa wakati wa mvutano na NATO katika maeneo kama Arctic, Baltic na Bahari Nyeusi. Katika picha kubwa ya vita vya kisasa, Tu-95 si salama kama ilivyokuwa zamani. Mwaka uliopita ndege kadhaa za aina hii zilipata uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya drone yaliyolenga viwanja vya ndege vya Urusi. Tukio hilo lililojulikana kama operation ya mashambulizi ya kisasa ya drone lilionyesha jinsi vita vya kisasa vilivyobadilika kutokana na makombora ya gharama kubwa hadi vifaa vidogo vya teknolojia ya chini lakini vyenye madhara makubwa. Hali hiyo ililazimisha Urusi kuharakisha mipango ya kuimarisha au kubadilisha meli yake ya mabomu ya kimkakati, ikiwemo kuendeleza ndege mpya kama Tupolev Tu-160M. Tofauti na Tu-95, Tupolev Tu-160M ni ndege ya kasi ya juu sana, yani supersonic, iliyoundwa kwa mashambulizi ya haraka na ya kina. Hata hivyo, gharama yake kubwa ya uendeshaji na uzalishaji imefanya Tu-95 kubaki chombo muhimu kwa Urusi kwa sababu ni nafuu zaidi, rahisi kuhudumia na bado ina uwezo wa kubeba silaha zile za kisasa. Hiyo ndiyo inayoitwa high-low mix, mkakati wa kutumia mchanganyiko wa silaha za gharama kubwa na zile za gharama nafuu ili kudumisha uwezo mpana wa kijeshi vitani. Maboresho ya hivi karibuni ya Tu-95 MSM
hayaishii kwenye injini au silaha pekee. Yamejikita pia kwenye mifumo ya kidigitali, uboreshaji wa mawasiliano ya kijeshi, uunganishaji na mitandao ya anga, bahari na ardhini, mifumo ya urambazaji yenye usahihi wa juu, pamoja na teknolojia ya vita vya kielektroniki. Hii inaifanya Tu-95 kuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa vita vya mtandao, ambapo ndege moja si chombo huru tena, bali ni nodi ndani ya mfumo mkubwa wa kijeshi. Tukio hilo la Brest linaonyesha wazi kuwa ushindani kati ya NATO na Urusi hauko tu kwenye ardhi au bahari, bali sasa umehamia anga ya mbali na ya kimkakati. Kwa NATO kuingilia kwa F-35 ni ishara ya uangalizi wa karibu na tahadhari ya juu. Kwa Urusi, safari ya Tu-95 ni ujumbe wa moja kwa moja, uwezo wa kufika karibu na mipaka ya adui bila kuvuka mstari. Ni mchezo wa kivuli ambapo kila upande unajaribu kuonyesha nguvu bila kuanzisha vita vya moja kwa moja. Katika enzi ya mwaka 2026, anga kaskazini mwa Ulaya limekuwa jukwaa la majaribio ya nguvu, teknolojia na uvumilivu wa kisiasa. Tupolev Tu-95 MSM na Lockheed Martin F-35 Lightning II si tu ndege za kivita, ni alama za mataifa mawili yanayopima mipaka ya nguvu zao katika dunia isiyo na uhakika. Na kama historia inavyoendesha, kila mara ndege hizi zinapokutana angani, dunia hushikilia pumzi, ikijiuliza kama hii ni mazoezi ya kawaida au ni mwanzo wa sura mpya ya mashindano ya kimataifa ambayo bado hayajaandikwa mwisho wake. Katika hatua nyingine, katika ukimya mzito wa Arctic, ambapo barafu nene ya Frezi Joseph Land ufunika bahari kama ukuta wa kale usiopasuka, jeshi la wanamaji la Urusi kupitia Northern Fleet limefanya mazoezi mapya ya kijeshi yanayoonyesha wazi jinsi eneo hilo linavyozidi kuwa uwanja wa mashindano ya kimkakati kati ya Urusi na NATO. Katika mazoezi hayo, mfumo wa makombora ya pwani Bastion P Coastal Defense Missile System uliweka katika hali ya tahadhari na kurusha mashambulizi ya majaribio dhidi ya meli za adui zilizopigwa kwa mfumo wa kompyuta, zikiwa umbali wa takriban kilomita 300 ndani ya bahari ya Arctic. Lengo kuu lilikuwa kuonyesha uwezo wa kugundua, kulenga na kuharibu malengo ya baharini ndani ya muda mfupi, kisha kubadilisha haraka nafasi ili kuepuka kugunduliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Katika mazoezi hayo, wanajeshi walitumia makombora ya supersonic aina ya P-800 Onyx ambayo yana uwezo wa kufikia kasi ya Machi 2.2 na kusafirisha umbali wa hadi kilomita 800, yakibadilisha njia hewani ili kukwepa mifumo ya ulinzi ya adui. Mbinu za kuficha maeneo ya kurushia makombora pia zilijaribiwa kwa kiwango cha juu, huku vitengo vikifanya mazoezi ya kukabiliana na ufuatiliaji wa drone na satellite, ishara kwamba vita vya kisasa havitegemei tena mizinga au meli pekee, bali pia akili ya kidigitali na vita vya kielektroniki. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, Bastion inaweza kuhamishwa na kuwekwa kwenye nafasi ya mapigano ndani ya dakika chache, hali inayoiwezesha Urusi kubadilisha maeneo ya mashambulizi haraka na kuzuia adui kulenga sehemu maalum. Katika mazoezi ya awali, mfumo huo ulitumika kulinda ukanda wa pwani wa zaidi ya kilomita 600 katika Arctic, jambo linaloonyesha jinsi Urusi inavyoichukulia Arctic kama ngome ya kimkakati badala ya eneo la kawaida la kijiografia. Wakati huo dunia ya makombora ya kisasa inaendelea kubadilika, Urusi ikiendeleza kizazi kipya cha silaha ya hypersonic kama 3M12 Zircon ambayo ina kasi inayokaribia Mach 9 na uwezo wa kusafirisha umbali wa zaidi ya kilomita 1000 na kuifanya kuwa vigumu sana kuizuia. Hata hivyo, mfumo wa kurusha Zircon kutoka ardhini bado uko katika hatua ya maendeleo, huku Bastion ikiendelea kubaki muhimili mkuu wa ulinzi wa pwani. Katika picha pana ya kijeshi, Urusi imejijengea mkakati wa kutumia mifumo ya makombora ya ardhini kama njia ya kupunguza nguvu za majeshi makubwa ya magharibi kupitia silaha kama Iqdan na mifumo mipya ya hypersonic. Wakati huo huo, umuhimu wa Arctic umeongezeka zaidi kutokana na kufunguka kwa njia ya usafirishaji ya Northern Sea Route ambayo inazidi kuwa
muhimu kwa biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati duniani. Ulinzi wa eneo hilo umeimarishwa pia na manuari za nyuklia za daraja la Yasen M class submarine, pamoja na kuingia kazini kwa meli ya kipekee ya nyuklia ya Kirov class nuclear powered cruiser, ambayo inabaki kuwa moja ya alama za nguvu za majini zisizo za kawaida duniani. Hatimaye mazoezi haya ya Barshan Arctic yanaonyesha ukweli mmoja usiopingika: Arctic si tu eneo la barafu na ukimya pekee, bali ni uwanja mpya wa ushindano wa kimkakati ambapo makombora, satellite na teknolojia ya kijeshi ya kisasa vinachora ramani mpya ya nguvu